ni mwamba wa Kanisa Katoliki uliojengwa kwa misingi ya dini, hekima na matumaini makubwa. Ni mwamba uliosimikwa Agosti 5 mwaka 1944 huko kata ya Mwanzwe, wilaya ya Kalambo, mkoani Rukwa. Kwa takriban miaka yote 82 ya uhai wake, mwamba haukutikiswa na upepo, dhoruba wala tufani isiyo kifani. Februari 19 mwaka 2026, wakati akipatiwa matibabu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Mrisho Kikwete, majira ya saa 4 usiku, mwamba huu unarejea mavumbini kama ilivyoandikwa, ukiacha historia kumbukumbu ndani ya Kanisa Katoliki. Mwamba huu si mwingine, ni Mwadhama Kardinali Polycarp Pengo, na haya ni mambo muhimu matano ya kumbukumbu juu ya mwamba huu imara. Kabla ya yote, Mwadhama Kardinali Polycarp Pengo, baada ya safari ya masomo kama watoto wengine na vijana wa Kitanzania, yeye alichagua njia ya kumtumikia Mungu kama mtumishi wake thabiti kwa kupewa daraja la upadri tarehe 20 Juni mwaka 1971. Lakini mwanzo wa safari yake ya kichungaji ilijengwa na elimu ya kina, ikiwemo shahada ya uzamivu, yani udaktari katika taalimungu ya maadili, yani Doctorate in Moral Theology, kutoka Chuo Kikuu cha Kipapa cha Laterano huko Roma. Ni yapi yanatufanya tuliimbe na kulikumbuka jina la Kardinali Polycarp Pengo? Si kwa sababu ya cheo pekee cha ukardinali, bali kwa mchanganyiko wa muda, uongozi, nafasi ya kimataifa na ushiriki wake katika mijadala ya kijamii na kitaifa. Kwanza kabisa, uongozi wake ulianza kuonekana wazi alipoteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Nachingwea mwaka 1983 hadi mwaka 1986, kisha jimbo la Tunduru Masasi mwaka 1986, kabla ya kuhamishwa Dar es Salaam kama askofu mkuu tarehe 22 Julai mwaka 1992. Kwa mujibu wa kumbukumbu za taarifa kutoka Vatican, aliongoza jimbo kuu la Dar es Salaam hadi tarehe ya 15 Agosti 2019 alipostaafu rasmi. Hii inamaanisha kwa takribani miaka 27 alikuwa msimamizi mkuu wa kichungaji katika jimbo lenye uzito mkubwa wa kihistoria na kijamii nchini Tanzania. Pili, hatua kubwa zaidi katika historia yake ilikuja tarehe ya 21 Februari mwaka 1998 alipoteuliwa kuwa kardinali na Papa John Paulo wa pili. Uteuzi huu ulimwingiza katika kundi la viongozi wa juu wa Kanisa Katoliki duniani kama kardinali aliyeshiriki katika conclave za mwaka 2005 na mwaka 2013 zilizomchagua papa mpya, jambo linalothibitisha nafasi yake katika maamuzi ya kimataifa ya kanisa. Mchakato wa kumteua Polycarp Pengo kuwa kardinali haukuwa uchaguzi wa kura kama ilivyo kwa papa, bali ilikuwa uteuzi wa moja kwa moja kutoka kwa papa kwa mujibu wa sheria ya Kanisa Katoliki inayofahamika kama Code of Canon Law, yani can kifungu cha 351. Tatu, ndani ya Tanzania alijulikana kwa msimamo wake wa kulinda imani na maadili ya Kikristo na kijamii, akisisitiza mshikamano wa jamii na uwajibikaji wa viongozi. Na hata Vatican News imerekodi namna Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania lilivyotambua kama kiongozi wa huduma na uaminifu, hasa wakati wa jubilei ya miaka 50 ya upadri wake mwaka 2021. Utakumbuka Aprili 2015 akiwa katika Kanisa Katoliki jimbo kuu la Dar es Salaam, alitoa wito wa amani na mshikamano wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania. Kardinali Pengo aliwataka Watanzania wote kuheshimu matokeo ya uchaguzi, kuepuka vurugu na kusisitiza mshikamano wa kitaifa kama msingi wa maendeleo na amani endelevu. Alisisitiza umuhimu wa viongozi kuwajibika na kuendesha siasa kwa maadili na haki. Oktoba mwaka 2017, katika maadhimisho ya Kanisa Katoliki Dar es Salaam,
Katika hotuba yake alihimiza umoja wa taifa na kukemea ubaguzi wa kikabila. Pengo alionya dhidi ya hatari za ubaguzi wa kikabila katika muktadha wa taifa letu na kuhimiza mshikamano kati ya makabila yote Tanzania kwa ajili ya maendeleo na amani, akisisitiza kwamba mshikamano ni msingi wa ustawi wa taifa. Juni mwaka 2018, katika sherehe za kongamano la maaskofu Tanzania, katika hotuba yake kuhusu changamoto za kijamii na uchumi nchini, alitoa wito kuhusu kupambana na umaskini na kuendeleza maendeleo. Alisema kuwa viongozi na wananchi wanapaswa kushirikiana kupunguza umaskini na kutekeleza sera za maendeleo endelevu. Bila kusahau, alisisitiza msaada kwa watu masikini na umuhimu wa usawa wa kijamii. Mwaka 2019, katika mkutano wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, alisisitiza tamko la mshikamano wa kidini na mazungumzo ya amani, ambapo Kardinali Pengo alisisitiza umuhimu wa kuheshimu dini tofauti na kuhimiza mazungumzo ya amani kati ya makundi ya kidini na kijamii Tanzania, akitolea mfano wa ushirikiano katika kusimamia masuala ya kijamii na amani. Juni mwaka 2021, katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 ya upadri wake akiwa Dar es Salaam, alitoa tamko la kuthamini familia na maadili ya Kikristo. Alisisitiza kuwa familia ni msingi wa jamii na taifa, akiwahimiza watu kuimarisha maadili na mshikamano wa familia kwa kuzingatia mafundisho ya Kanisa Katoliki, ambapo hapo alionyesha wasiwasi juu ya mabadiliko ya maadili yanayoweza kuathiri uhusiano wa kijamii. Kabla na baada ya kuwa askofu mkuu, aliwahi pia kuwa msimamizi mkuu wa seminari kuu ya Segerea iliyopo jijini Dar es Salaam, akichangia katika malezi ya kizazi cha mapadri na viongozi wa Kanisa Katoliki. Na ushawishi wake haukuishia tu Tanzania pekee. Aliwahi kushika nafasi ya uongozi katika shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika na Madagascar, yani Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar, SECAM, hatua inayothibitisha ushiriki wake katika ngazi ya bara. Na hata katika maadhimisho ya jubilei yake ya miaka 50 ya upadri, maaskofu wa Kanisa Katoliki Mashariki mwa Afrika walitangaza kwa tamko moja kuwa wanatambua na kuthamini mchango ambao Kardinali Polycarp Pengo wa Tanzania alikuwa nao katika kukuza mshikamano wa kiutume katika ukanda huo. Maaskofu hao, chini ya jukwaa lao la pamoja la Association of Members Episcopal Conferences for Eastern Africa, AMESEA, walisema kuwa tangu Kardinali Pengo alipojiunga na taasisi hiyo ya kikanda, amebaki nguzo inayotambulika ya mshikamano wa kiutume katika ukanda huo. Kwa ufupi, hayati Mwadhama Kardinali Polycarp Pengo alizungumzwa sana kwa sababu alikuwa katika makutano ya dini, kijamii na kitaifa. Kiongozi wa muda mrefu wa jimbo lenye uzito, kardinali mwenye hadhi ya kimataifa na sauti iliyochangia mijadala ya maadili na mshikamano kwa Watanzania.